mipango yote tunayosema, mambo yote mazuri tunayosema, hata mipango ya mtu mmoja mmoja, hata mipango ya mtu mmoja mmoja ulionayo Mwanatarime, hatutaweza kufanikisha kama nchi yetu haina amani, kama nchi yetu haina usalama, kama nchi yetu haina mshikamano. Na ndugu zangu Wanatarime, nawaambia hili, ndugu yenu, mjukuu wenu, nawaambia hili, amani ya Wanatarime hapa Tarime, mnufaika wa kwanza wa amani ya Wanatarime ni nyewe wenyewe Wanatarime. Haya, nawaombeni tuendelee kuongea ngazi ya familia, tuelewane. Mnufaika wa kwanza wa amani ya mkoa wa Mara ni nyewe wenyewe wana Mara. Wanufaika wa kwanza wa amani ya Tarime ni nyewe wenyewe Wanatarime. Na hivyo hivyo kinyume chake, waathirika wa kwanza, naombeni tusikilizane hamasa. Naombeni tusikilizane hamasa. Hivyo hivyo waathirika wa kwanza amani ikivunjika Tarime ni nyewe wenyewe Wanatarime. Na mimi nimewaambieni, nimekulia serikalini, hata baadhi ya vitu vya miradi ya maendeleo ambavyo ninyi huwa mnaviona vya serikali, mimi nawaambieni si mali ya serikali, ni mali ya umma. Mimi nimekuwa hazina pale, hamna fedha inayoitwa fedha ya serikali. Fedha ni fedha ya umma. Mwenye fedha ni wewe hapo. Umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge shule. Umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge barabara ya lami. Kwenye kipato chako umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge hospitali. Kwenye maisha yako umejinyima, kwenye kipato chako kile umejinyima sehemu ya fedha yako ili tujenge mahakama. Hii ni mali ya umma, sio mali ya serikali. Hii ni mali ya umma, si mali ya chama fulani. Leo hii ukaamua Mwanatarime kuvunja amani hapa Tarime, waathirika wake hawawi Kyela. Wanatarime, mkichoma hospitali yenu ya wilaya yote ikaisha, akina mama wa Kyela watashindwa kujifungua? Eti watakosa hospitali watu wa Kyela? Watu wa Nkasi watakosa hospitali nyie mkichoma hapa Tarime? Wao wataendelea kutibiwa kule Nkasi. Mkichoma mahakama hapa ya Tarime, wale wa Mkuranga wao wataendelea na huduma za kimahakama. Ninyi mkaamua kuchukua Sururu, mtifue, mchimbe barabara zote hizi huko. Wale wa Kigoma wao wataendelea kupita kwenye barabara za lami. Naendelea kufafanua kwa lugha ya kawaida ili tuelewane kwamba mnufaika wa kwanza wa amani ya Tarime ni Mwanatarime mwenyewe, na hivyo hivyo mwathirika atakayepata madhara kwanza ikivunjika amani Tarime ni Mwanatarime mwenyewe. Ndio maana kwenye Biblia mkisoma, Mungu alikuwa anawaambia tena wale waliokuwa utumwani, anawaambia uombeni mji ule nilikowafanya kuwa watumwa, kwa sababu kupitia amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Yaani alitaka hata mji ulioko utumwani, yeye anasema uombeni, kwa sababu bila amani wa mji ule hata ninyi hamtapata amani. Ndio maana kila wakati nawakumbusha wale ambao hawapo hata Tanzania, wanakuelekeza kwa grupu la WhatsApp kwamba washa moto kwenye nchi yako, hawakutakii mema. Wao kule kwao wanakofugwa hawawezi hata kutupa kichwa cha njiti ya kiberiti chini. Hawawezi hata kutupa takataka barabarani. Hawawezi hata kutupa lile kapi la bablish kwenye barabara ya lami. Wako kwenye kiyoyozi, wanakutumia
message kupitia WhatsApp ama social media yote, sijui Instagram, sijui nini, wanakuambia wewe nenda kabomoe daraja kwenye nchi yako, hawakutaki mema. Kwa sababu yeyote ile, mtu anayekupenda na anayewapenda wazazi wako na anayewapenda watoto wako hawezi akakutuma uharibu mali ya kwako mwenyewe. Hapo ndipo ninapotofautiana nao, kwamba wao wengine hata uraia wa nchi hawana, wamebakiza Kiswahili tu, kwamba wanaongea Kiswahili. Wanakutumeni muashe moto nchi yenu. Na mbaya zaidi, wao kwa kuwatuma ninyi muashe moto nchi yenu, kwa kuwatuma ninyi mfanye fujo, wao wanalipwa, wanafugwa, wanalipwa, wamepewa magari mazuri, wanatembelea, wamewekwa kwenye majumba mazuri kwa gharama ya maisha yenu nyie huku wa Tanzania. Juzi tuliwakamata baadhi ya vijana wao waliowatuma, wamewaweka eti wasajili vijana na wawapeleke barabarani, na wao wanawaambiwa muwapeleke maeneo, huku wakiandaa watu wakawashambulie wafe, na kwamba wakifa nchi itapata sifa mbaya, serikali itapata sifa mbaya. Eti wao wakifanikisha kupeleka watu wakafa wengi, mmoja anaambiwa yeye atalipwa milioni 300. Mmoja anaambiwa atalipwa milioni 300 akipeleka watu wakafa wengi. Mmoja anaambiwa tumemkamata, anasema mwenyewe, sio maneno yangu, anasema analipwa milioni 5 kwa mwezi. Kazi gani anafanya? Anaandikisha watu na kuwashawishi, anawaambia awapeleke mahali. Wakishawapeleka mahali, ndio maana tulimkamata yule mtu mmoja akiingia na mabomu. Ukishawapeleka mahali ionekana kama kuna fujo, wawaue, waseme serikali. Na ndio maana kila siku wanavizia siku zenye matukio yenye mikusanyiko ya watu wengi. Wanafanyia biashara damu ya watoto wa Kitanzania. Hatuwezi tukakubaliana nayo. Hii hatuwezi tukakubaliana nayo. Na ndio maana anasema kila Mtanzania amkeni. Angalia na aina ya mtu anayekutuma kuwasha moto nchi yako, yeye ananufaika na nini? Yule anayetuma kwa kutumia grupu la WhatsApp, yeye anafugwa kule, amepewa nyumba, amepewa gari, analishwa, analipwa. Wewe anakuambia tutakupa chupa ya petroli. Halafu yule anayekuletea chupa ya petroli, yeye analipwa kila mwezi milioni 5. Nakushukuru sana, umesema hatutaki tena hiyo. Nakushukuru sana. Lazima kila mtu aamke, tuendelee kuambizana, na tukimpata mtu anayefanya hivyo, wala tusifanye siri. Mtu anayepanga kuua Watanzania msimfanye siri. Mkimpata toboeni hilo jina, wekeni wazi hilo jina, pelekeni kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Jukumu la ulinzi wa nchi yetu ni la kila Mtanzania. Msiseme ni jambo la jeshi la polisi, ni jambo la jeshi la ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Jukumu la ulinzi wa Tanzania ni la kila Mtanzania. Na hawa watu